Habari za muda huu ndugu wapenzi wasikilizaji wa channel yetu pendwa ya Ndindi Channel. Kama ndo mara yako ya kwanza unajiunga na channel hii, basi usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Uongozi wa Dar es Salaam Yanga Africa ni kama umenogewa na familia yenye vipaji vya kuburudisha na kusisimua kuelekea msimu wa 2025-26. Uongozi wa Dar es Salaam Yanga Africa umetuma uwakilishi wake kuelekea kambi ya familia ya mchezaji nguli wa klabu hiyo pamoja na timu ya taifa ya Tanzania, Mrisho Halfan Ngassa, ambaye ndo meneja mkuu wa kijana ambaye anakipiga pale Tanzania Prison. Ni mdogo wake wa damu wa tumbo moja, Beno Ngassa. Beno Ngassa amekuwa na kiwango bora kabisa katika msimu wa 2024-25. Ameonyesha uwezo wa hali ya juu, hali ambayo imewashawishi mabosi wa Dar es Salaam Yanga Africa kutamani kuirudisha familia ya Halfan Ngassa katika kambi zao zilizoko pale Avic Town pamoja na mitaa ya Twiga na Jangwani. Kijana huyo alionyesha kandanda safi kati ya mechi ya Dar es Salaam Yanga Africa na Prison iliyomalizika kwa Dar es Salaam Yanga Africa kushinda kwa goli 5-0. Mchezaji huyo aliwasumbua zaidi walinzi wa Dar es Salaam Yanga Africa mpaka kufikia hatua ya kushawishi safu nzima ya management iliyokuwepo uwanjani siku hiyo. Mabosi wa Yanga wapo tayari kuirudisha familia ya Ngassa katika mitaa yao ya Twiga na Jangwani. Kijana abebwi na majina ya baba yake wala kaka yake. Uwezo ulioko katika miguu yake ndo uwezo ambao umeushawishi uongozi wa Dar es Salaam Yanga Africa na kuhitaji kumpatia mkataba mpya, mkataba ambao kama akikubali atasaini mkataba wa miaka 5 kuitumikia Dar es Salaam Yanga Africa kuelekea kipindi cha ligi kuu Tanzania Bara NBC Premier League ya 2025-26 pamoja na kombe la CRDB Federation Cup pamoja na michuano ya kimataifa. Kijana ana umbo la wastani kama alilokuwa nalo kaka yake Mrisho Halfan Ngassa. Spidi na ujuzi aliyokuwa nao katika miguu yake ndo kitu pekee ambacho kinashangaza dunia pamoja na ulimwengu uliomzunguka. Kijana ana uwezo wa kuspeed pamoja na kukimbia na mpira na kupiga vyenga vya kimataifa ambavyo havikuwahi kupigwa hata na kaka yake aliyetoka. Huyu ni winga wa asilia wa kimataifa wa Tanzania. Huyu ni kizazi kijacho, kizazi cha dhahabu ambacho tutakuja kujivunia kama kitapikwa vizuri kuelekea maisha yake ya mpira yaliyosalia hapa duniani. Bado ana umri mdogo wa kucheza mpira wa miguu kwa muda mrefu. Hivyo mabosi wa Yanga wanahitaji kuitunza lulu hii na kuja kuifanya kuwa thamani kubwa sana katika bara la Afrika na dunia kwa ujumla. Kijana ana talenti ya kutosha, akipata sehemu ambayo ni sahihi yenye miundombinu ya kutosha kwa ajili ya kukuza kipaji chake, ana uwezo wa kuishangaza dunia. Yale yaliyotokea kwa Edbel Jonas Lunyamila, winga hatari na tishio kwa kutokea katika nchi ya Tanzania na bara la Afrika kwa ujumla. Kijana anaonekana kufata nyayo zile zile alizopita nazo Edbel Jonas Lunyamila. Twende tukaangalie nini kitakuja kutokea kuelekea msimu wa 2025-26, kuelekea dhahabu na lulu ya miguu ya kijana mfupi mwenye uwezo mkubwa na maarifa ya kupindukia. Kijana ambaye ametokea kwenye familia isiyokuwa na mashaka yoyote katika wapenzi wa soka na wadau wa mpira hapa nchini Tanzania na Afrika kwa ujumla. Mrisho Halfan Ngassa, kaka yake alikuwa ni hatari zaidi, lakini Beno Ngassa anakuja kushangaza ulimwengu kwa kipaji na talenti ya kuvutia kabisa. Mchezaji mwenye uwezo wa kupiga chenga zaidi ya mabeki 4 na kwenda kufunga mwenyewe. Ana uwezo wa kukimbia kasi ya aliyokuwa nayo Usain Bolt. Usain Bolt mwanariadha wa Jamaica. Kasi ya Usain Bolt, venga vya Lionel Messi, spidi ya kutisha ya kushtua walinzi wote ambao wanakuwa mbele yake. Beno Ngassa ni Ngassa mwingine tena ndani ya mitaa ya Twiga na Jangwani. Ni swala la muda tu kuelekea msimu wa 2025-26. Usichoke kunifuatilia katika channel yangu kwa habari nyingi zaidi za kusisimua na kuvutia.